ikiwa ni wiki ya uzinduzi wa mazingira duniani. Wiki hii inaadhimishwa kidunia, na sisi manispaa ya Moshi tumepata bahati, kwa maana mkoa umeichagua manispaa ya Moshi kuanza na kuadhimisha wiki ya mazingira duniani, ambapo kama tunavyofahamu hitimisho au kilele itakuwa tarehe 5 Juni, ambapo kitaifa itakwenda kufanyikia mkoani Dodoma. Katika wiki hii ya mazingira duniani, dunia inatembea na kauli mbiu ya komesha uchafuzi wa mazingira unaochangiwa na taka za plastiki. Lakini sisi kama Tanzania tunayo kauli mbiu ya kitaifa ambayo inaongozwa na kauli mbiu isemayo mazingira yetu na Tanzania ijayo, tuwajibike sasa, dhibiti matumizi ya plastiki. Tunayo kanuni ambayo ilitengenezwa 2019 ambayo ilikuwa inatuongoza ni namna gani tunakwenda kudhibiti matumizi ya plastiki. Kwa katika kuadhimisha wiki hii, moja, sisi kama manispaa tumeamua kuja kwenye makaburi ya Karanga. Eneo hili ni kubwa. Eneo hili linawagusa wananchi wote wa Moshi na ambao wanaishi nje ya Moshi. Kama mnavyoona, eneo hili lina makaburi mengi sana. Ni kati ya maeneo ambayo yanatupa shida katika kuhakikisha mji wetu wa Moshi unakuwa safi na salama. Na ndio maana mara kwa mara tunapopata fursa ya kufanya usafi wa pamoja, tunawaleta wananchi hapa, kwa sababu eneo hili lina ukubwa wa ekari zaidi ya 21. Eneo karibu lote limekuwa covered na hawa ndugu zetu ambao wamelala hapa. Kwa katika kuadhimisha siku hii ya wiki hii ya mazingira duniani, tuliona ni vizuri tuwalete wananchi wetu hapa, tuungane wananchi na mataasisi mbalimbali katika kuhakikisha tunafanya usafi ambao tunaamini tunapofanya usafi hapa Moshi yote inaona. Moshi yote inatambua kwamba sasa tunakwenda kuadhimisha wiki hii ya mazingira duniani. Rai yangu ni nini kwa wananchi wa Moshi? Rai yangu, naomba nitoe wito kwao. Wiki hii ya mazingira basi tukaufanye mji wetu wa Moshi uendelee kuwa safi. Hatutarajii kuona taka yoyote katika maeneo yetu ya Moshi. Tumewahimiza wananchi wetu, mwananchi hakikisha eneo ambalo unaishi, kama unakaa kando ya barabara, basi ile reserve area ya barabara, eneo lile ni lako na linatakiwa liwe safi. Naomba nitumie fursa hii kuwashukuru sana viongozi wa taasisi mbalimbali zilizopo ndani ya wilaya yetu ya Moshi. Kama mnavyoona, majeshi yetu ya ulinzi na usalama, polisi wako hapa, jeshi la akiba liko hapa, jeshi la wananchi liko hapa, lakini taasisi zote za maji za kila aina ziko hapa. Lakini wananchi na watumishi wote wa serikali wako hapa. Lakini kipekee pia tumeungwa mkono na wanafunzi wetu wa vyuo mbalimbali. Mmeona na wenyewe wamekuja kuunga mkono katika uzinduzi wa wiki ya mazingira ndani ya mkoa wetu wa Kilimanjaro, hususan ndani ya halmashauri yetu ya manispaa ya Moshi. Lakini naomba nimshukuru mdau huyu ambaye anaitwa NASA Foundation, ambapo aliposikia tuna wiki hii ya uzinduzi wa mazingira, naye aliweza kutuletea t-shirt ili kutusupport katika zoezi hili. Ingani kwa uchache, lakini tunamshukuru sana. Anaitwa Nestor Mushi, ni balozi wa mazingira wa taifa kutoka ofisi ya makamu wa rais. Lakini pia ni mkurugenzi wa taasisi isiyo ya kiserikali inaitwa Kilimanjaro Environmental Preservation yenye makao makuu hapa mkoa wa Kilimanjaro. Tuna changamoto nyingi, japo mwamko umekuwa mkubwa kutokana na miaka 5 iliyopita. Mwamko umekuwa mkubwa sasa hivi kwa taifa letu kutukompea na mataifa mengine, kwa sababu tunaona mwitikio unapokuwa mkubwa kuanzia level ya chini mpaka ya juu. Lakini kuna matatizo kadha wa kadha ambayo bado tunayapitia kidogo kidogo, yakiwemo pia uelewa wa wananchi, baadhi ya wananchi, lakini pia kwenye masuala mengine ya vitu tofauti kuhusiana na masuala nzima ya utunzaji wa mazingira. Kwa hiyo elimu zaidi ndio kitu ambacho kinakuwa bado ni changamoto. Sisi kama jumuiya ya Tumia Maji Mtorau tumeshirikiana na manispaa ya Moshi mjini katika usafi wa mazingira katika maeneo haya makaburi ya Moshi ya Karanga. Hususan hasa wiki hii ya mazingira, tukishirikiana na bodi ya maji Pangani, tukishirikiana na jumuiya na manispaa, tunaadhimisha wiki ya mazingira kwa kufanya usafi katika makaburi yetu ya Karanga Moshi mjini, na pia na maaso makubwa katika mazingira. Katika wiki hii ya mazingira ni kwamba tuhakikishe kila mwananchi katika maeneo yake analinda mazingira na kuhifadhi yale mazingira kwa manufaa ya kizazi kijacho. Hii nikisema ni kwamba tusikate miti ovyo, tuhakikishe mazingira yetu yanakuwa ni safi katika manispaa yetu ya Moshi, hasa pia katika vyanzo vyetu vya maji. Tuhakikishe mazingira ni masafi, hatutupi taka ovyo katika mazingira yetu ya vyanzo vya maji. Katika mazingira manispaa tuhakikishe kwamba hatutupi takataka na tunahakikisha mazingira yetu yanakuwa yako safi. Elimu ya mazingira imeshafikia partially, lakini ili tuweke jitihada kama hizi ni kushawishi wananchi na wadau katika utunzaji wa mazingira
kwa kuwapa elimu za mara kwa mara. Kama sisi jumuiya huaga tunawapa elimu ya mazingira wananchi wetu katika makazi yetu, katika maeneo yetu tunayofanya kazi, ili waendelee kutunza mazingira. Tunajua kwamba elimu inafika kwa mwananchi, lakini ile elimu iweze kushikwa katika ile ubongo wa mwananchi, lazima umrudie mara kwa mara aweze kujua umuhimu wa mazingira. Sisi kama mabalozi wa utalii, lakini pia mabalozi wa mazingira, tunafanya kwenye industry ya utalii, na utalii unategemea mazingira. Kwa ni wajibu wetu na wajibu wa kila mmoja kuhakikisha kwamba mazingira yanakuwa salama mahali ambapo anakuwa anaishi, si kwa kusafisha tu, lakini pia hata kwa kupanda miti. Kwa hiyo nitoe wito kwa wadau mbalimbali kuhakikisha kwamba mazingira yetu tunayatunza. Tuna semi moja inasema kwamba keep kill clean, lakini pia green. Keep kill green na clean. Rai yangu kubwa, naomba kutoa shukurani kwa watu wote walioshiriki kwenye zoezi hili. Tumeweza kujishughulisha katika kufanya usafi, na kwa kawaida kila mwaka tunakuwa na wiki ya mazingira ambayo tunaazimisha kuanzia tarehe 1 mwezi wa 6 mpaka tarehe 5 ambayo kunakuwa ni siku ya kilele. Kwa mwaka huu, kwa sababu tarehe 1 imeangukia siku ya Jumapili, ndio maana tumeona tuazimishe kuanzia leo tarehe 31, na kilele kitafanyika tarehe 5 kule halmashauri wilaya ya Hai. Kwa hiyo ndugu zangu, nawapongeza sana kwa ushiriki wenu katika siku hii ya leo ambayo tumeweza kuzindua zoezi letu rasmi la wiki ya mazingira katika mkoa wetu, ambao limefanyika katika manispaa yetu ya Moshi. Kwa hiyo rai yangu, nawakaribisha sana siku ya kilele kule Hai ambayo itakuwa ni tarehe 5 mwezi wa 6. Sisi kama mkoa mwaka huu wa 24-25 tumeweza kusimamia zoezi la upandaji miti, na mpaka mwezi Mei tumeweza kupanda miti zaidi ya 2000 kwa kushirikiana na wadau mbalimbali katika mkoa wetu. Vile vile mwaka ujao tumepanga kupanda miti 9,000, zaidi ya 9,000 katika mkoa wetu. Na hili tunafanya kushirikiana na wadau mbalimbali, halmashauri za wilaya zote za mkoa, wadau, mashirika yasiyo ya kiserikali, wote kwa pamoja tunashirikiana ili kuhakikisha kwamba tunapanda miti ili tuweze kurudisha mazingira ya mkoa wetu katika hali nzuri.